Kwa majina naitwa Sofia Mbeyela, mkurugenzi wa taasisi ya maisha ya amani kwa watu wenye ulemavu au Peace Life for Persons with Disability Foundation. Peace Life for Persons with Disability Foundation ni taasisi ambayo inawezesha wanawake, wasichana, watoto na vijana wenye ulemavu ili na wao waweze kufikia ndoto zao kwenye upande wa elimu, uchumi, afya na maendeleo jumuishi. Lakini pia leo hii tuko katika mkoa wa Pwani kwa ajili ya kuweza kutambulisha mradi wetu mpya unaitwa Uwezo Wangu, mradi wa Uwezo Wangu. Mradi huu upo kwa ajili ya kuweza kuwawezesha au kuwajengea uwezo wasichana na wanawake wenye ulemavu katika wilaya mbili, wilaya ya Kibaha na wilaya ya Bagamoyo. Tumeweza kufika katika wilaya ya Kibaha na wilaya ya Bagamoyo kwa kuanzia ili kuweza kuhakikisha mwanamke mwenye ulemavu na msichana mwenye ulemavu anaweza kujitambua na kusimama imara kuweza kupambania ndoto zake bila kuweza kupingana na vikwazo mbalimbali ambavyo anaweza kukutana navyo, lakini anaamini ana uwezo wa kufikia ndoto zake. Kwa hiyo tutakuwa hapa kwa muda kadhaa wa kuweza kuwafikia wanawake na wasichana wenye ulemavu zaidi ya 100 ili waweze kuona uwezo wao zaidi bila kuona hali ya ulemavu. Kwa sababu sisi tunaamini mtu mwenye ulemavu ana uwezo mkubwa wa kuweza kufanya mambo mengi zaidi. Ana uwezo wa kuwa kiongozi bora, ana uwezo wa kuleta maendeleo kwenye taifa lake. Lakini tutakuwepo hapa pia kwa ajili ya kuweza kuelimisha viongozi wa serikali, lakini pia wanajamii kwa ujumla juu ya masuala ya haki za watu wenye ulemavu na hata watu wenye ulemavu wenyewe kuweza kutambua haki zao kupitia mkataba wa watu wenye ulemavu ambao unaitwa mkataba wa ADP. Na mkataba huu tutatoa elimu kubwa zaidi ili uweze kufikia malengo yake, kwa sababu tunaamini kwamba kwenye nchi yetu tumeweza kusaini mikataba mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuwawezesha watu wenye ulemavu. Lakini lingine ni waombe wadau wote tulioshiriki katika kikao hiki, pamoja na kwamba wenzetu wanafanya kazi kubwa, lakini na sisi bado tuna nafasi. Na haya mashirika ambayo sio ya kiserikali ambao kazi zetu zinafanana na za wenzetu hapa, tuone pale ambapo kuna gap, angalau na sisi tuone tunaweza kufanya jambo gani dogo kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum. Magepu bado yako mengi, na tukifanya research ya kutosha, nina imani tutakuwa na maandiko mazuri ambayo yatatuwezesha sasa kupata wadau ambao watasapoti eneo hili la wenzetu wenye mahitaji maalum. Na kwa kuangalia hii project zaidi imewalenga wanawake, lakini pia tuna wanaume ambao nao wana mahitaji maalum. Kwa na wao bado wanahitaji kuwezeshwa. Kwa hiyo tunapoondoka hapa tuwawaze na wao pia. Je, kwa wao tunatarajia kufanya nini? Tuna wazazi ambao wana mahitaji maalum, wana watoto, wana familia, nao wanahitaji kuwezeshwa. Wanahitaji kupata elimu. Kwa hiyo tunaona tayari nayo ni gap ambao tunaweza tukaifanyia nini? Tukaifanyia kazi. Mimi niwashukuru sana na tuahidi kwamba kwa sisi ngazi ya mkoa na halmashauri tutawapa ushirikiano wa kutosha wakati tunapoenda kutekeleza huu mradi, na ni matarajio yetu kwamba mradi huu wa awamu ya kwanza utafanya vizuri, na tuwaombe basi wakati tukiendelea na utekelezaji wa mradi wa awamu ya kwanza tufikirie kuomba mradi wa awamu ya pili ili tukaiguse jamii kubwa zaidi. Ni kutobagua, non discrimination. Shughuli yote kama ni mradi wa wanawake katika mkoa huu, wilaya zetu zifanywe wote wanaogusa wanawake, hakikisha na wanawake wenye ulemavu wamo, vijana wenye ulemavu wamo, watoto wenye ulemavu. Kila mradi mnaofanya wa maendeleo wenye fedha za serikali msibague watu wenye ulemavu. 3 ni kushiriki na kushirikishwa kikamilifu kwenye jamii. Ujumuishwaji kwenye jamii. Sisi ni sehemu ya jamii. Tunaelewana? Ibara ya 4, kanuni ya 4, kuheshimu utofauti na kukubali kwamba wapo watu walemavu kama sehemu ya ubinadamu wetu. 5